Tunaangazia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama nchi yote, pia na kila kiumbe kitambacho juu ya nchi. Tunaona uumbaji wa Mungu tangu hapo mwanzo. Kila mali za nchi hiyo ameliweka mikononi mwa hao watu katika taifa hilo, katika kuziendesha na kuzimiliki. Mali za Tanganyika za Watanganyika katika kuziendesha na kuzimiliki. Mali za Tanzania za Watanzania katika kuziendesha na kuzimiliki. Tunayo haki ya kutetea nchi yetu. Tunayo haki yote ya kutetea nchi yetu kwa kila jambo, kwa kila jambo, kuongea mustakabali wa taifa letu. Hiyo ni haki ambayo kaianzisha Mungu. Hakuna kiumbe yeyote ambaye anaweza kuiondoa wala kuizima haki. Awe ni rais, uwe ni usalama wa taifa, uwe ni jeshi la polisi, awe ni askari yoyote yule, hawezi kuizima haki duniani. Mwanzilishi wa haki ni Mungu, na mustakabali wa nchi yetu ni Mungu. Kila kiumbe kipo kwa Mungu. Kwa hiyo kuiongelea haki nchini, hiyo ni lazima na ni wajibu wa kila mtu. Kuiangazia taifa lake, jinsi ya mwenendo wake unaendaje. Mali za nchi yake zitapakanywa vipi katika nchi yake. Huwezi kuchukua mali za nchi yako ukawapa watu wengine, ukawapa majirani, ukawapa mataifa ya mbali waziendeshe. Huo ni udhalimu. Huo ni udhalimu. Ukisaini mikataba mibovu kwenye nchi, huo ni udhalimu. Huo ni udhalimu. Tunarejea mtumishi Elbert Mlelo ambaye amekamatwa. Amekamatwa kwa kuitetea haki, kwa kuipinga haki. Amekamatwa leo na jeshi la polisi. Haijajulikana yupo kituo gani. Haijulikani yupo kituo gani. Mtu anayewasaidia kutetea haki ya nchi yenu, ambayo ni faida yenu na nyie pia, pamoja sisi sote, na muandama. Anakutetea wewe, anatetea familia yako, ndugu yako na wazazi wako na koo yako, pamoja sote. Ifike hatua tuwe kitu kimoja.